Ndugu mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu hii ya Francademy, kwa sasa tutaendelea na somo la sayansi darasa la 4 ambapo tutaangalia ile mada ya kwanza ambayo inaitwa dhana ya kanuni za afya, ambapo tutaangalia kile kipengele ambacho kinahusiana na mazoezi ya mwili, lakini vile vile kile kipengele ambacho kinahusiana na usafi wa mwili na mavazi. Kwenye video zilizopita tuliona kanuni za afya. Kanuni mojawapo ya afya tuliona kwamba ni kufanya mazoezi ya mwili. Kanuni nyingine ya afya tuliona kwamba ni kuzingatia usafi wa mwili. Sasa tuanze na kanuni mojawapo ambayo inahusiana na kufanya mazoezi ya mwili. Mazoezi ya mwili ni muhimu ili kujenga afya bora. Mazoezi ya mwili ni kama vile kucheza mpira wa miguu, kukimbia, kuruka viunzi na kutembea. Hayo ni mfano wa mazoezi ya mwili. Mtu ambaye anafanya mazoezi ya mwili mfano wake ni kama hayo ambayo nimeyataja hapo. Sasa tuangalie faida za kufanya mazoezi ya mwili. Kwa nini tufanye mazoezi ya mwili? Inashauriwa kufanya mazoezi ya mwili mara kwa mara. Kufanya mazoezi ya mwili mara kwa mara husaidia yafuatayo. Faida ya kwanza ni kuwa na afya bora. Mtu ambaye anafanya mazoezi ya mwili atakuwa na afya bora. Mtu ambaye anafanya mazoezi ya mwili afya yake inakuwa bora sana, kwa sababu ataepuka magonjwa yatokanayo na vyakula. Kwa mfano ugonjwa wa kiriba tumbo, mfano pressure, kwa sababu mtu anapofanya mazoezi ya mwili anaondoa mafuta mabaya mwilini. Lakini vile vile faida nyingine ya kufanya mazoezi ya mwili ni kurekebisha utendaji wa mifumo ya mwili, kama vile mfumo wa mzunguko wa damu, mmeng'enyo wa chakula na utoaji wa taka mwili. Mtu anapofanya mazoezi ya mwili unasaidia kurekebisha mifumo ya mwili, mfano mfumo wa mzunguko wa damu, mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na mfumo wa utoaji wa taka mwili, kwa sababu wanasaidia damu iweze kuzunguka vizuri. Kwa sababu mtu anapofanya mazoezi mishipa kama inakwama haiwezi kukwama. Kama mishipa inakwama kutokana labda na mafuta, kwenye mrundikano wa mafuta, yani mafuta yataondoka. Kama nilivyosema kwamba inasaidia kuondoa mafuta mabaya mwilini, mafuta ambayo yanaweza kaziba mishipa. Hayo mafuta ukifanya mazoezi, hayo mafuta yanatoka. Kwa hiyo tayari mishipa inakuwa iko vizuri kwa ajili ya usafishaji wa damu na hatimaye kuweza kusaidia kuwa na mzunguko mzuri wa damu. Lakini vile vile mtu anapofanya mazoezi ya mwili anasaidia kurekebisha mapigo ya moyo, ili moyo uweze kusukuma damu vizuri. Lakini vile vile faida nyingine ya kufanya mazoezi ya mwili ni kuimarisha kinga ya mwili ili kupambana na magonjwa mbalimbali. Kuimarisha kinga ya mwili ili kupambana na magonjwa mbalimbali. Mtu anapofanya mazoezi ya mwili, kinga yake inakuwa imara kuliko yule mtu ambaye huafanyi mazoezi ya mwili. Mtu ambaye afanye mazoezi ya mwili atashambuliwa na magonjwa mbalimbali, lakini mtu ambaye anafanya mazoezi kila siku, kinga yake ya mwili inaimarika. Kwa hiyo mtu ambaye anafanya mazoezi ya mwili ni ngumu kushambuliwa na magonjwa, kwa sababu kinga yake inakuwa iko imara. Faida nyingine ya kufanya mazoezi ya mwili ni kuondoa msongo wa mawazo na sonona.
Mtu ambaye anafanya mazoezi mara kwa mara anaondoa msongo wa mawazo, kwa sababu mazoezi wakati mwingine ni burudani. Kwa hiyo mtu kama ana mawazo yanapotea kutokana na kufanya mazoezi ya mwili. Lakini vile vile faida nyingine ya kufanya mazoezi ya mwili ni kuchangamsha ubongo na kuburudika. Ukifanya mazoezi ya mwili, ubongo unachangamka, lakini vile vile unapata burudani fulani. Kwa mfano mtu anapocheza mpira, kuna burudani fulani unaipata. Mnaposhindana labda kwenye mashindano mbalimbali, kuna burudani fulani inatokea. Kwa hiyo ubongo unachangamka, lakini vile vile mtu unaburudika. Madhara ya kutokufanya mazoezi ya mwili. Kutokufanya mazoezi ya mwili husababisha madhara yafuatayo: kuwa na afya duni na dhaifu. Mtu usipofanya mazoezi ya mwili, afya yako inadhoofika, unashambuliwa na magonjwa. Tuliona kwamba kufanya mazoezi ya mwili kunasaidia kuimarisha kinga ya mwili. Sasa kama ufanye mazoezi ya mwili, manake kinga yako itakuwa dhaifu. Ikiwa dhaifu, manake na afya inakuwa dhaifu. Lakini vile vile madhara mengine ya kutokufanya mazoezi ya mwili ni uzito wa mwili unaweza kuongezeka kupita kiasi, hivyo kuwa kwenye hatari ya kupata kiriba tumbo. Kwa hiyo mtu uzito unaweza ukaongezeka kupitiliza. Matokeo yake mtu unapata magonjwa, kwa mfano kama vile kiriba tumbo. Kingine, madhara mengine ya kutokufanya mazoezi ya mwili ni magonjwa yanayoambatana na uzito mkubwa, kama vile shinikizo la damu, kisukari na kadhalika. Magonjwa yanayoambatana na uzito mkubwa. Mtu usipofanya mazoezi ya mwili, unaweza ukapata magonjwa yanayotokana na uzito mkubwa wa mwili. Kwa hiyo madhara mengine ya kutokufanya mazoezi ya mwili ni kupata msongo wa mawazo na sonona. Tuliona kwamba mtu anapofanya mazoezi ya mwili anakuwa hapati msongo wa mawazo. Inasaidia kuondoa msongo wa mawazo na sonona. Sonona kwa Kiingereza inaitwa depression. Ni ugonjwa wa akili unaosababisha huzuni ya muda mrefu, kukata tamaa na kupoteza hamu ya kufanya shughuli za kawaida. Tofauti na msongo wa mawazo wa kawaida, sonona ni hali mbaya zaidi inayotokana na msongo wa muda mrefu, kuchanganyikiwa au kupoteza kitu au mtu muhimu. Yaani sonona inatokana na mtu anapokuwa na msongo wa mawazo kupitiliza. Mtu anapokuwa na msongo wa mawazo kupita kiasi, hiyo ndio tunasema ni sonona. Na hiyo inatokana na kwamba labda mtu amepoteza mtu muhimu, labda amepoteza mzazi ambaye alikuwa anamtegemea, au ndugu au rafiki ambaye alikuwa anamtegemea. Akimpoteza mtu anakuwa na msongo wa mawazo uliopitiliza. Sasa mtu akiwa na msongo wa mawazo uliopitiliza, hiyo ndio tunaita sonona. Mazoezi ya mwili, mtu utakuwa unawaza sana, utapata msongo wa mawazo. Kingine, madhara mengine ya kutokufanya mazoezi ya mwili ni udhaifu wa misuli na mifupa. Mifupa yako italegea na misuli italegea na mifupa italegea. Kumbuka huwa kuna msemo kwamba misuli inakuwa imara kadiri ya mazoezi. Vile vile na ubongo pia huwa ni imara, unakuwa imara kadri ya mazoezi. Waingereza wao wanasema kwamba inakuwa imara kutokana na mazoezi. Kwa hiyo kadri mtu anapofanya mazoezi ndivyo misuli inavyokuwa imara. Vile vile hata ubongo unapofanyisha mazoezi ndivyo unavyokuwa imara. Kwa mfano mtu kama unajisomea sana, umezoea kujisomea mara kwa mara, ubongo ndivyo unavyokuwa imara, tofauti na mtu yule ambaye ajisomee.
Sasa tuangalie mavazi. Kipengele kingine ambacho kinahusiana na usafi wa mwili na mavazi ni kanuni nyingine ya afya. Kuzingatia usafi wa mwili na mavazi, lakini vile vile na mazingira. Usafi wa mwili na mavazi ndio kipengele kingine. Usafi wa mwili na mavazi ni muhimu kwa afya zetu. Mwili na mavazi visafishwe kwa kutumia vifaa maalum ili kuepuka magonjwa. Usafi wa mwili unahusisha kinywa, ngozi, nywele, kucha na mavazi. Kwa hiyo usafi wa mwili unahusisha hayo mambo. Tuanze na usafi wa kinywa sasa. Usafi wa kinywa. Kinywa kinapaswa kusafishwa kwa kutumia mswaki, dawa ya meno na maji safi na salama. Kupiga mswaki husaidia kuondoa mabaki ya chakula kwenye meno. Mabaki hayo yakibaki, bakteria waliopo kinywani huyatumia kama chakula na kuzalisha tindikali. Tindikali hiyo huharibu meno na kufanya yatoboke. Ni muhimu kupiga mswaki angalau mara 2 kwa siku. Piga mswaki asubuhi unapoamka na usiku kabla ya kulala. Hii husaidia meno yako kubaki na afya nzuri. Ni kwamba usafi wa kinywa ni muhimu. Kwa nini ni muhimu? Kwa sababu mtu anapopiga mswaki anaondoa yale mabaki ya chakula. Yale mabaki ya chakula ukiyaondoa, manake unasaidia bakteria wasije wakaingia kwenye kinywa chako na kuweza kuyatafuna yale mabaki. Bakteria wakija kula yale mabaki ya chakula ambayo yako kwenye meno yako, wale bakteria wanakuwa wanazalisha tindikali, wanazalisha asidi. Ile asidi ni hatari kwa meno. Ile asidi ndo inakuja inaharibu meno. Ndo inayamung'unyua meno, inayabadilisha meno yanakuwa chumvi na maji. Meno yakishakuwa chumvi na maji yanatoboka. Kwa hiyo unakuta meno yana matobo. Na ukiendelea na tabia ya kutokupiga mswaki, matokeo yake meno yataisha. Meno yataendelea kutoboka mpaka jino litatoka, litakuuma. Kwa hiyo matokeo yake unaweza kujikuta unapata matatizo ya meno. Kwa hiyo ndio maana usafi wa kinywa ni muhimu sana. Kila siku lazima ufanye usafi wa kinywa walau mara 2. Usafi wa mwili na mavazi. Tumemaliza usafi wa kinywa, sasa twende kwenye kuoga. Tunapaswa kuoga kwa kutumia maji safi na sabuni kila siku. Inashauriwa kuoga asubuhi baada ya kuamka na jioni kabla ya kulala. Hii husaidia kuepuka magonjwa ya ngozi na harufu mbaya. Pia uso unapaswa kuoshwa kwa maji safi na sabuni ili kuondoa tongotongo na kujikinga na magonjwa ya macho. Baada ya kuoga, kausha mwili kwa taulo safi. Pia paka mafuta mwilini baada ya kuoga ili kuepuka ngozi kuwa kavu. Usafi wa nywele. Nywele na zenyewe inatakiwa zifanywe usafi. Nywele zinatunzwa kwa kuziosha mara kwa mara kwa kutumia maji safi na sabuni, vile vile kwa kusuka, kunyoa na kuchana ili zionekane safi na nadhifu. Nywele safi zinaepusha magonjwa ya ngozi ya kichwa kama vile mapunye na wadudu kama vile chawa. Kwa hiyo usipofanya usafi wa nywele unaweza kujikuta unaugua magonjwa ya ngozi ya nywele, kwa mfano kama vile mapunye. Lakini vile vile usipofanya usafi wa nywele, wadudu wataingia kwenye nywele zako. Wadudu kwa mfano kama vile chawa unaweza kukuta wanaingia kwenye nywele zako na kukusababishia usumbufu. Usafi wa kucha.
Kitu kingine ambacho cha kuzingatia katika usafi wa mwili ni usafi wa kucha. Kucha za miguuni na mikokononi zinatakiwa kuwa fupi ili kuepuka uchafu. Kucha ndefu zinahifadhi uchafu unaoweza kuwa na vimelea vya magonjwa. Tunapaswa kuosha mikono na kusafisha kucha kwa maji safi na sabuni. Hii husaidia kuondoa uchafu na vijidudu vinavyosababisha magonjwa. Tumemaliza hapo. Sasa twende usafi wa nguo. Nguo zinatakiwa kufuliwa kwa maji safi na sabuni ili kuondoa uchafu. Nguo chafu hufanya mwili kutoa harufu mbaya na zinaweza kuleta magonjwa ya ngozi kama vile muwasho na harara. Nguo iliyofuliwa inapaswa kukaushwa na kunyooshwa vizuri kwa kutumia pasi. Pasi huua vijidudu vya magonjwa na hufanya nguo kuwa na muonekano mzuri. Pia yanahatarisha usalama wa maisha ya binadamu. Usafi wa mazingira mazingira machafu yanahatarisha usalama wa maisha ya binadamu. Mazingira machafu ni chanzo cha mazalia ya wadudu kama vile nzi na mbu. Wadudu hao hubeba vimelea vya magonjwa mbalimbali. Vimelea hivyo husababisha magonjwa kama vile kuharisha, kipindupindu, malaria, magonjwa ya ngozi. Vile vile hewa ikichafuka, mtu huweza kupata magonjwa ya mfumo wa hewa. Hivyo uchafuzi wa mazingira husababisha magonjwa mbalimbali ambayo hudhoofisha kinga ya mwili. Inatupasa kusafisha mazingira mara kwa mara ili kuimarisha afya na kinga ya mwili. Kwa hiyo mazingira lazima yafanyiwe usafi. Kwa sababu usipofanyia usafi mazingira, unaweza kupata magonjwa. Mazingira ambayo yana nyasi ndefu kwa mfano, nyasi ambazo hazijafyekwa, yanasababisha mbu waweze kuzaliana kwenye hayo mazingira. Na hatimaye hao mbu wanaweza kusababisha magonjwa kama vile malaria. Lakini vile vile mazingira ambayo ni machafu yanasababisha kuwepo nzi ambayo wanasambaza magonjwa mbalimbali kama vile kipindupindu na typhoid. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia usafi wa mazingira. Kwa hiyo sasa, ndugu mpenzi mtazamaji, ninakuomba ufanye maswali yafuatayo. Baada ya kuyafanya, ninakuomba usisahau kusubscribe kwenye channel yetu hii ya Francademy ili kusudi uweze kupata masomo mengine zaidi na zaidi. Asante sana kwa kutazama.